it today to speak to us the food that God has prepared for us, the delicious food of our soul, the delicious food of our lives, the one that we are going to eat internally. Hallelujah. Can you swing around with joy, with that smile, Mula ambaye anaongea na wewe anaitwa Mariam. Oh my God, swing around, smile for me, just smile for me. Usicheke, just smile. Hata ukiwa na mask, just smile. Hallelujah! To the 1, 2, 3, because God does in Trinity. Hallelujah! Amen. God does in Trinity. What is the first one? God does in there. God does in Trinity. Ako kwa sijui Kiswahili hapo utasemaje? There is God the Father, God the Son, and God the... Oh my God, sasa ningegawa gift hiyo ningeikula mimi peke yangu. So okay, again swing. At least jog around jog. Jaribu kujog. We are preparing ourselves, baridi tuikimbie, tuifukuse iende. We are going to say Igwe 3 times. 1, the first time. Igwe. Okay, then again the second time. As you jog, don't forget, jog. The second time we go, Igwe. Aya jog sasa na nguvu the third time. 1, 2, 3 we go, Igwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Piga makofi mpaka na wetu afike hapa. Hallelujah.
katika kitabu cha Psalms 121. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ujumbe wangu ni kumfanya Bwana kuwa kinga lako, kumfanya Bwana kuwa tegemeo lako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huenda ikawa umeamini wanadamu sana, huenda ikawa umeamini wakuu sana, lakini nakuja nikuuliza nikwambia kwamba fanya Bwana kuwa tegemeo lako. Bwana asifiwe. Basi nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye, naam hatasinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na ukiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Yeye ndiye alikuwa anaongea maneno. Naona ya kwamba alikuwa anaongea maneno ni kwa maana alikuwa amefika mwisho. Bwana asifiwe. Jinsi vile wengi wetu tumefika mwisho, jinsi vile wengi wetu wametazama huku na huku wamefika mwisho, jinsi vile wengi wamekata tamaa, lakini mtumishi wa Mungu naona ya kwamba alifika mahali akachoka, alifika mahali akakata tamaa, lakini
Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana. Bwana asifiwe. Ati Bwana anasema ya kwamba jua halitakupiga mchana. Bwana asifiwe. Unajua jua ni yale mambo ambayo unayopitia. Jua ni zile shida ambazo unazopitia. Bwana anasema ya kwamba shida hazitakupata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata wakati unaangalia unaona kana kwamba hakuna njia, Mungu anasema ya kwamba anatengeneza njia. Bwana asifiwe. Ati shida hazitakupata ni kwa maana Bwana ako pamoja na wewe akakusimamishe. Bwana ako pamoja na wewe akakutetee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pendo nimekuja niwaambie niwaambia kwamba ili kusimama na Bwana, ili kumtegemea Bwana, ili kuweka tegemeo letu kwa Bwana, ili kumwamini Bwana. Ni kwa maana wakati wa muamini hatutaaibika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pendo acha nikuulize nikwambia kwamba wewe ambaye unaomwamini Bwana utaaibika. Bwana asifiwe. Watu watangojea mwana ukiisha, lakini utaisha. Ni kwa maana umeweka tegemeo lako kwa Bwana. Bwana asifiwe. Watu wataangalia mwana ukikosa kazi, lakini utakosa kazi. Ni kwa maana umemtegemea Bwana. Bwana asifiwe. Wewe kama watu wanakushekelea, wewe kama wanakutazama mwana ukiisha, lakini utaisha mpendwa. Ni kwa maana tegemeo lako liko kwa Bwana. Pigia Bwana makofi mazuri sana na vigelegele kwa Yesu. Amen. Biblia inaendelea kusema ya kwamba yeye aliye mlinzi wa Israeli, Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana asifiwe. Ati Biblia inasema ya kwamba Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana asifiwe. Hata waganga wakijaribu kuweka mitego, wasema wakijaribu kujinua juu ya maisha yako, Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana asifiwe. Ati wakati unapotembea mpendwa, wakati unapotoka, wakati unapoingia, yeye Bwana anakulinda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mpendwa, acha nikuja nikwambia kwamba usikimbie kwa waganga kutafuta msaada, lakini kwa Yesu kuna msaada. Yeye anasema ya kwamba atakulinda na mabaya yote. Bwana asifiwe. Hata unapotegewa mitego, Bwana anakulinda. Bwana asifiwe. Magonjwa yanayojiinua kinyume na maisha yako, Bwana anakulinda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri kumtegemea Bwana. Ni vizuri kukaa ndani ya Bwana. Mpendwa, usije ukashoka na kutafuta uso wa Bwana. Usije ukachoka na kuweka tegemeo lako kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ni kwa maana wakati wowote utatembea ukiwa na ushindi. Wakati wowote utatembea ukiwa umelindwa na Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inataka kusema ya kwamba Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana asifiwe. Biblia inataka kusema ya kwamba Bwana atakulinda utokapo na uingiapo. Bwana asifiwe. Ati wakati unapotoka, Bwana ako pamoja na wewe. Wakati unapoingia, Bwana ako pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, acha nikuje niwaambia kwamba tukae ndani ya Bwana, tumtafute Bwana, tutafute uso wa Bwana na tutaaibika. Bwana asifiwe. Ni kwa maana anasema ya kwamba umefananishwa na mlima Sayuni ambao hautatingizika. Kwa hiyo shida haitakutoa katika wema wa Bwana. Ni kwa maana
Kwa hiyo Bwana awabariki sana, na Bwana azidi kuwainua, na Bwana akutane na haja ya mioyo yenu. Bwana asifiwe. Msikate tamaa kumtegemea Bwana, ni kwa maana yeye Bwana ako na uzima. Kwa Bwana kumejawa na baraka, kwa Bwana kumejawa na baraka tele na tele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Bwana awabariki na Bwana azidi kuwainua. Basi ni wakati mwingine mwema niendapo kualika mtumishi wa Mungu akaweze kuombea, na Bwana atawabariki. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Situpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Najua umebarikiwa. Wewe uliye katika nyumba ya Bwana umebarikiwa. Wewe ambao unatazama ukiwa mahali pako pa kazi ama ukiwa nyumbani, najua kwamba umebarikiwa na Bwana. Daudi akasema kwamba atainua macho yake anazame milimani, msaada wake ataupata wapi? Bila asema kwamba akasema msaada wake ataupata kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na ndiposa Mungu akasema ya kwamba yeye anakulinda unapotoka na unaporudi. Ulinzi wa Bwana utakuwa juu yako. Nimekuja leo kukujulisha kwamba kuna ulinzi Bwana anaenda kuachilia katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu hapa na kumuomba Bwana. Na najua kwamba Mungu anatutembelea, Mungu anatuhudumia katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana akulinde, mwambie Bwana akutetee, mwambie Bwana akupiganie, mwambie Bwana asimame pamoja na wewe, mwambie Bwana akutetee, mwambie Bwana akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinua Jehova Ishema, tumepokea neno lako asubuhi ya leo kama vile ulikuwa umekusudia. Tukalipokea asubuhi ya leo, naomba ukakuachilie neno lako katika maisha ya watu wako Bwana Ishema, kila roho na kila madhabahu na kila ngome zote ambayo Bwana wa rehema zinaonena kinyume na maisha ya watu wa Bwana, ninakemea hizo roho, ninaharibu hizo roho, ninazirejesha na moto, ninaziangamiza katika jina la Yesu. Tetea wamama, tetea wazee, tetea vijana, tetea watoto, wapiganie Bwana wa rehema. Umetuahidi kwamba utatulinda tunapotoka na tunaporudi. Baraka ulinzi wako katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Jehova na kuheshimiwa, Bwana unaweza mambo yote katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, mtu anasema amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sema pengine wapale umepokea neno la Bwana na pengine hujaokoka na umependa kumpokea Bwana Yesu asubuhi ya leo, na kupa nafasi ili ukaweze kumpokea Bwana Yesu asubuhi ya leo. Na ninajua kwamba bali bila sema kwamba baada ya ambaye anakaribishwa yeye anaingia, mkaribisha asubuhi ya leo akaingia katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Uko pale unapenda kuokoka, fuata maombi nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, niokoe, niandike kwa kitabu cha uzima. Kutoka siku ya leo nimeokoka na kuamini. Pengine umefuata maombi nyuma yangu, leo kwamba umeokoka, angalia kanisa hili karibu na wewe, nenda pale utakuta mtumishi wa Bwana atakuhudumia. Pengine ni uko within Githurai. Remember hii huduma ya Bethesda Full Center, we are located at Githurai 45 Maguo ni anakata Yoni Center. Na kukaribisha katika huduma ya kanisani. Tuko na ibada mbili na unakaribishwa katika sile ibada. Pengine upande ungependa maombi, unaweza ukanipigia simu, mimi mwenyewe nitaomba pamoja nawe, nitakupigia simu, unaweza ukanitumia message unielezea yale mambo unayopitia, tunaweza kuwa pamoja nawe. Chukua namba ambayo tunapata nayo 0724506678. Tarudia namba tena, kama unahitaji maombi unaweza ukanipigia, unaweza ukanitumia message, nitaweza kuwa pamoja nao 0724506678. Pengine unahitaji kusimama na hiyo huduma, ungependa kutoa sadaka yako, utapata namba ambayo utaweza kutoa sadaka yako. Namba ambayo utakupata nayo kupitia kwa sadaka, pengine ungependa kutoa sadaka, ungependa kusimama na hiyo huduma ni 0758272214. Chukua hiyo namba, weka sadaka yako pale, na Mungu wa amani ataweza kubariki na kutenda mema. 0758272214. Tuko na tino namba
unaweza ukaweka pengine mchango wako pale, pengine sadaka yako, fungu lako la 10 pale, na Mungu anaweza kukubariki na kutenda mema. Na hapo utatupata naye na tilo namba ni 5241207. Chukua hiyo namba, weka pengine fungu lako la 10 pale, ama mchango wote ungependa kusimama na hiyo namba, unaweza pale 5241207. Bwana amani kuweza kubariki na kuwatenda mema. Mkono wa Bwana uwe pamoja nao. Lakini ukipanga ni mgonjwa, wekelea mkono wako mahali ambapo kuuma. Ninapenda kuomba pamoja nao. Najua utatembelewa na utapona katika jina la Yesu Kristo. Inua tu mkono wako, hata wale ambao tulio mahali hapa tunaweza kuinua mikono yetu. Wale ambao wanatazama wakiwa katika nyumba yao, wanaweza kuinua mikono yao juu. Pengine uko pale na kuna mahali pana kuuma, wekelea mkono wako na Mungu wa rehema anakutembelea, ponya mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema anakutoa redemption kwa ajili ya wapendwa na kabila zako za nabii. Kuna wengine Bwana wanatazama wakati huu, wengine ni wagonjwa, wengine wako mahali hapa. Mungu njoo kawatembelee, ponya mili yao, ondoa kila ugonjwa, ondoa kila maumivu, ondoa kila mateso, ondoa kila kilio katika jina la Yesu Kristo. Umetimiza kwamba Jehova utatulinda tunapotoka na tunaporudi, na ulinzi wako Jehova uwe juu ya maisha ya watu wako. Asante kwa ajili ya mnenaji ambaye amenena neno asubuhi ya leo. Panua mipaka ya revelation na kuondoa neno kwa wingi katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Jehova na kuheshimiwa, maana unaisha mambo yote. Tawala sana kwa Jehova, tawala Jehova nchi ya Kenya, tawala viongozi wa nchi ya Kenya, ukawaangazia na kuwainua, ulinzi wako uwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, tukaseme amen. Amen. Sikie Bwana Yesu makofi. Ambia wenzako umebarikiwa. Ambia wenzako umebarikiwa. Amen. Amani ya Bwana iwe pamoja naye. Amani ya Bwana iwe pamoja naye. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Sasa toka online. Ili kuingia nyumbani. Bwana asifiwe. Haleluya. Najua kwamba umebarikiwa na neno la Bwana. Sasa